kumekuwa na mabadiliko ya sheria za ukusanyaji kodi, na kumekuwa na marekebisho makubwa kutoka makao makuu. Sasa hili sio rahisi sana kumleta mtendaji hapa akaeleza, kwa sababu vingine ni vya kisheria, lazima tunukulu. Lakini nataka nikutane na viongozi wa wafanyabiashara, mwenyekiti, katibu na mtendaji wa TRA. Nitakuwepo Ikulu jioni baada ya iftari. Lakini pia kuna wengine ambao nimewaalika kufuatia changamoto za wananchi, tujue ni nini hicho, na wale ambao watahusika na wanasheria wale na wafanyabiashara wenyewe, ili tutatue hili jambo. Nataka biashara ziende kwa utaratibu. Nataka biashara, wafanyabiashara mfanye kazi kwa uhuru mkubwa. Nataka wafanyabiashara swala kulipa kodi liwe ni jambo ambalo mnaona kuwa ni utamaduni wenu, kwamba kulipa kodi ni manufaa yetu. Kama ambavyo mmelipa kodi, leo tumejenga vibanda kwa ajili yenu. Haya tutasimamia. Na kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mtendaji wetu hapa na viongozi, mwenyekiti na katibu, wafanyabiashara na mbunge, basi tutakutana baada ya iftari, ili kwa sababu tutakuwa nimemaliza, tutarudi kwa kuchelewa kwenye ziara hii. Tutapokuja tukutane nao hawa, ili tuweze kuliangalia hili, tuone ni sheria gani hiyo inakwaza ambayo wewe unaitumia, ni kwa nini jambo linatokea, wafanyabiashara mnalalamika eneo lipi hasa. Hiyo linahitaji mjadala mpana, na kwa hiyo ili tufike kwa ufumbuzi, alafu tutakuja kuwapa mrejesho wafanyabiashara wetu, na Mheshimiwa mbunge atakuwepo. Swala stendi kwa sasa sio issue, sio jambo kubwa, sio fedha imeshakuja, na ujenzi ndio ambao na ngojwa. Hebu mkurugenzi, unajenga lini kituo cha mabasi? Mkurugenzi yuko huko huko Mgongoni. Fedha imekuja umesikia? Fedha imekuja, ipo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, bado tunasubiri kupokea fedha, lakini tayari tumeshawasilisha maandiko ya mradi huu ofisi ya tawala za mkoa na serikali za mitaa. Sawa. Najua kuna halmashauri nyingi zimeomba fedha kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya mabasi, na ziko halmashauri zimeomba fedha kwa ajili ya ujenzi wa masoko. Mpaka wiki iliyopita washakamilisha stadi ya maeneo yote, na walikuwa wanasubiri sasa kuzitoa zile fedha. Nadhani Mheshimiwa Waziri alishamwambia Mheshimiwa Ngasa kwamba yeye yuko tayari kwenye orodha kupata fedha. Kwa hiyo kwa hapa Igunga ujenzi wa kituo ushaingia kwenye mpango wa tawala za mikoa na serikali za mitaa, na maeneo mengine yaliomba miradi ya masoko. Masoko na stendi ndivyo ambavyo vimeombwa maeneo yote ili uweze kufanywa kazi. Kwa hiyo hili nalo tutaifuatia kwa karibu, tuone fedha inaingia lini, na kazi itakapoingia kazi ianze mara moja, ili tupate kituo cha mabasi ambacho mabasi yote yanatoka huku yataingia, yanashusha abiria kwa utulivu, yanabeba abiria kwa utulivu, naingia barabara kuu, unaendelea na safari. Lakini akishaingia hapa, si anatumia huduma zetu, basi anatuachia kidogo, alafu anakwenda. Huu ndio utaratibu ambao tunao karibu nchi nzima. Lakini pia na barabara ya kuweka lami. Mheshimiwa, ulitamka barabara ipi? Igurubi kwenda mjini mpaka Goba, Ituba. Hiyo TARURA TANROADS. Meneja TANROADS. Meneja TANROADS. Haya, njoo hapo tuambie Igurubi mpaka Itoba. Ituba. Sawa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, TANROADS tunahudumia barabara ya Mwagara Igurubi mpaka Igunga, na imekasimishwa tu, bado ina kilomita 37.6. Kati ya hizo kilomita 4.0 ni kiwango cha lami. Itumba mpaka Simbo ni barabara ambayo iko TARURA. Asante. Hii ya kwako ya lami ushajenga? Hapana. Kimsingi barabara hii imekasimishwa, bado iko kwenye district level, inahitaji kufanyiwa study ili iweze kupandishwa na kujengwa kwa kiwango cha lami. Hiyo neno kukasimishwa ni nini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, TANROADS tuna barabara za Trunk Road na Regional Road. Unazidi kuweka Kiingereza tu. Na barabara za mkoa na barabara kuu. Kwa hiyo
katika matengenezo kunakuwa na barabara za wilaya ambayo bado hazijapandishwa hadhi kuwa barabara za mkoa. Aha. Ndio. Kwa hiyo nayo imepelekwa kwako, lakini bado haijaenda kwako, lakini iko wilayani. Kwa ni ya TARURA sio TANROADS. Ndio. Lakini yeye mmepewa tu kuiangalia. Kuiangalia itakapopandishwa ikaingia kwenye regular road, basi itafanyiwa taratibu zingine zote. Sawa. Mheshimiwa Mbunge, ombi lako uliolitoa meneja wa TANROADS ameeleza kwamba kwa sasa bado haijapelekwa TANROADS, lakini iko TARURA. Na TARURA wametakiwa kuimarisha barabara hizi zinazounganisha wilaya na maeneo ya kata huko kwa kiwango cha changarawe, lakini pale ambako bajeti yao inawaruhusu wanaweza kujenga lami. Inawezekana pia Mheshimiwa Mbunge, barabara hiyo na nyewe wananchi mnaona ina umuhimu wa kuweka lami. Kwa umuhimu huo, maana sasa lazima halmashauri kupitia baraza la madiwani muandike barua maalum kwenda kwa mkurugenzi mkuu TARURA ili kuiombea barabara hiyo iweke kwenye kiwango cha lami, ili sasa imsaidie meneja kuiweka kwenye mpango wa bajeti wa awamu ambayo inatakiwa, kama ni bajeti ijayo au kama ilishaenda imetolewa, ili iweze kujengwa kwa kiwango cha lami. Umuhimu wetu sisi ni kuichukua na kuifanyia kazi, lakini zile taratibu za msingi lazima zipitiwe ili tuweze kuifikia hatua ambayo Mheshimiwa Mbunge ameona inafaa, kama ambavyo nyie mmeona kwa ajili ya ujenzi wa kiwango cha lami. Kwa hiyo ufafanuzi wa barabara hizi ni huo, lakini natambua kwamba tuna barabara kutoka Ziba kwenda Nkinga, Ndala, kwenda kutokea barabara kuu inayotoka Nzega kwenda kule kwa kiwango cha lami. Ile iko kwenye ilani. Na kwa hiyo ile itapata ujenzi wa kiwango cha lami. Kwa hiyo tutaona kama pia kuna barabara ziko kwenye jimbo hili la mji ambalo pia mji na wenyewe barabara zake zinatakiwa kuwekwa lami. Kwa hiyo ni kazi ya TARURA. Meneja wa TARURA upo? Na hii barabara unaijua? Ya Igurubi mpaka Itoba. Mpaka Ituba. Haya, meneja wa TARURA, mpe majibu mbunge na wananchi wake. Umeiwekaje hii barabara? Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara ambayo Mheshimiwa Mbunge ameiomba kupandishwa ardhi tutaishughulikia, tutaingiza kwenye kikao cha road board. Mwezi huu tunategemea kuwa na kikao cha road board. Baada ya kupitisha kwenye kikao cha road board, ndio tunamshauri waziri mwenye dhamana ili iweze kupandishwa. Sawa. Fanya hivyo, na kwa hiyo wananchi wamesikia kwamba mnaipandisha, mnakwenda kwenye kikao, mtaingiza ili ipande. Ikishapanda sasa ndio inaingia kwenye mpango. Na kwa kuwa huu ni mwezi wa 3 na bajeti ndio tunaanza mwezi wa 4 mwanzoni, mkiharakisha hii ingie moja kwenye mpango kazi wa bajeti ili pia na yenyewe iweze kujengwa kiwango cha lami. Sawa meneja? Sana engineer. Sasa ndugu wananchi, kama nilivyosema, bado na vikao vitatu. Tunaenda sasa kwenye jimbo la Mheshimiwa Gulamali kukutana na wananchi na miradi mingine iliyoko kule. Niwashukuru kwa kujitokeza.